ataongoza sasa sala ya kuwaweka wakfu. Uwe nasi, e Mungu Mwenyezi, uliye mtoaji wa neema zote na mgawaji wa kila daraja na mpangaji wa huduma. Wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima. Uyapanga yote na kwa njia ya neno lako ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nguvu na hekima yako, wayatimiza makusudio ya upendo wako katika nyakati zote. Wewe uliunda kanisa lako lililo mwili wa Kristo, lenye tofauti ndani yake kwa wingi wa mapaji ya mbinguni, na lililounganishwa katika viungo vyake mbalimbali na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nawe umelijalia lijengwe na kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Hapo mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Vivyo hivyo, mwanzoni mwa kanisa lako, mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu 7 walioshuhudiwa kuwa wema, wapate kuwasaidia katika huduma ya kila siku, ili wenyewe nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kuhubiri neno la Mungu. Wakishawateua hawa watu kwa kuomba na kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa, ee Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema hawa watumishi wako tunaowaweka wakfu katika daraja ya ushemasi, ili watumikie katika altari zako takatifu. Ee Bwana, tunakuomba uwashushie Roho Mtakatifu ili waimarishwe kwa wema ya mapaji yako 7, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kuhudumia. Wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye upendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na waliofukara, wanyenyekevu katika cheo chao, wenye moyo mnyofu na ulio safi, waaminifu katika nidhamu ya kiroho. Katika tabia yao yang'ae maagizo yako, ili kwa mfano na mwenendo wao wapate wafuasi katika taifa lako takatifu. Nao wakitegemea ushuhuda mwema wa dhamiri, wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ya mwisho. Baada ya kumwiga mwana wako hapa duniani, aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia, wastahili kutawala naye huko mbinguni, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Baada ya sala hiyo sali dhahiri, tunao mashemasi 3 wapya, na sasa watavikwa mavazi ya daraja na hadhi ya kishemasi na mapadri wasimamizi wao, ambayo ni stola inayojibeta kutoka bega la kushoto kwenda katika kiuno cha kulia, ili kuupa mkono wa kulia uhuru wa kutenda kazi ya huduma. Kisha watastola wanalo tabasamu la furaha kupokea vazi hilo. Baada ya hapo watavikwa dalmatika. Likikamilika, watajongea mmoja mmoja na kupiga magoti bila mashama askofu atakawakabidhi kitabu cha Injili, kwa sababu mojawapo ya huduma maalumu ya shemasi ni kutangaza Injili. Twaona kwa wakati huu tuweza kukaa chini. Kwa wakati huu wamenyooka twaa baada ya kuvikwa dalmatika.
inapendeza sana. Kwa hivyo sasa tutaongea mmoja mmoja kama mhashamu askofu na kupiga magoti, atawakabidhi kitabu cha Injili. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, ukashike hayo utakayofundisha. Kwa wakati huu watakaopokea daraja ya upadri watapiga magoti, na baada ya mwaliko mhashamu askofu atawawekea mkono, kisha watafanya vivyo hivyo mapadri wote walio hapa, na baada ya hapo tutafuta sala kwa wakfu. Tusimame wote.